nyota ama anga. Kuna wale watu wamefungiwa anga na waombezi ama na wachungaji ambao walienda kuombewa, ama madhabahu ambayo walienda kuzoea. Unazoea madhabahu fulani ama kanisa fulani. Kumbuka kanisa liko kama shule. Kanisa linafaa kukufundisha jinsi ya kujiombea, jinsi ya kutafuta Mungu ndani mwako. Kanisa si mahali ambapo utakuwa attached all your life, umepea maisha yako, you've given your power to the pastor. Akinena jambo unapata linafanyika kwako, akisema hili linafanyika. You've given your power to someone else. Akilaani inakufanyikia, akifunga njia zako inakufanyikia. Ndio maana ukitoka katika hiyo kanisa, pastor akikulaani inafanyika, akisema jambo juu yako inafanyika, kwa sababu you gave your power to that person. Ulisema niombee, nisaidie. Na ndio maana mimi huwa naambia watu, ukienda mahali kwa spirituality ama katika maombi, beba sadaka yako, beba pesa yako, so that mtu akitaka kunyakua anga yako ama kutafuta katika anga yako, kuna pesa ambayo imesimama, kuna energy imesimama pale. You removed something. Katika haya mambo ya rohoni yako, kama tu mambo ya biashara, na watu wengi wamefungwa nyota zao kupitia altars. Unapata mtu amefungiwa anga, mtu alikuwa na vipawa, vibali hivyo vilifunguka akiwa kanisani pale. Spirit guides wa ule pastor alikubali kukufungua kwa sababu unahitaji kumsaidia mtu huyo kwa huduma. Lakini wakati ulipotoka pale baada ya migogoro, akafunga hiyo anga. Na baada ya kufunga hiyo anga, unapata unatatizika tu. Unahangaika left, right and center. Kama wewe ni mtu ambaye unahangaika, unazunguka huku na kule, anga ilifungwa, yani huelewi, nyota ilifungwa, umezunguka makanisa kwa waombezi. Most of the time ninapatana na waombezi, unapata yeye anataka attachment. Waombezi ambao wanapenda kuattach kwa watu, ndio unapata wanafungia watu anga zao. Unapata mtu anakujua, anaikuelewa, umemwelezea siri yako yote, umemwelezea mashida zako zote. Mtu kukufunga anga yako, dada, ndugu, inakuwa rahisi sana. Na watu wengi hawaelewi hii. Hata ukiambia mtu haelewi. Wakati wa maumivu, wakati wa matatizo, mtu anataka kujiachilia. Ni kweli unajiachilia. Lakini angalia unaenda kujiachilia wapi. Si kila mtu ana moyo wa kukusaidia kama vile wewe una moyo wa kujiachilia. Si kila mtu ambaye ako tayari kuangalia anga zako na akakunenea mema. Kuna watu wengine wanahitaji kubeba mizigo za watu na kutatiza watu na kufanya watu misukule. Si kila kanisa ambayo imefunguliwa naita Bwana Bwana, Yesu Yesu, sijui nani nabii yote yule ambao unaona wakiimba basi wako katika njia moja na wewe. Chunguza sana mahali miguu yako inakanyaga. Hata hapa kwangu ukija ukifika, wacha maruhani wako, malaika wako wakuongoze. Usije kujiongoza tu spirituality na ingia. Na ikiwa unahitaji huduma zangu, mimi ninasoma Birth Chart ni historia yako from the past to the present. Kuna watu ambao hawana ancestor, hawana familia, hawajui matatizo yao yanaanzia wapi. Ikiwa unahitaji kufahamu vyema, karibu sana. Ukihitaji huduma zangu, bonyeza link ipo kwenye profile ya kupeleka kwa huduma na malipo. Nambari yangu ni ya WhatsApp, ipo kwenye profile. Na ikiwa unahitaji kujua utatu wako, nyota yako, destiny yako, vitu hivyo, unahitaji kuelewa kupandisha nyota, kulinda, kusafisha, kufungua vifungo, vitu vingi viko katika somo la utatu. Ukihitaji kufahamu vyema, nitafute. Nambari yangu ya WhatsApp iko kwenye profile. Ukinitafuta tutapata kusaidiana. I hope umenielewa vyema.